Hii mvua haikuwa mvua kubwa kwetu Mwanza. Kwa hapa Nyamagana haikuwa kubwa kiasi. Lakini sisi kwa jiografia yetu ya miamba, milima, mvua inaweza ikanyesha Kisesa, mvua inaweza ikanyesha kwa maana ya Magu, inaweza ikanyesha huko Misungwi, na inaweza ikanyesha hata wilaya zingine. Maji yale kwa sababu yanakusanyika kwenye milima, sisi tunajikuta kwa kuwa tuka bondeni tunapata madhara haya. Kwa hiyo ndio maana utaona hata mvua iliyonyesha, mimi kipindi kama masaa kabla ya mvua kunyesha, nilipita kwenye hili eneo na mvua nilipita wakati inanyesha na hapakuwa na changamoto yote, na ndio maana utaona wananchi walikuwa ni wengi kwa sababu walishaamka na wanaendelea na shughuli zao. Lakini hapo katikati maji yakatokea huko yalikotokea milimani, na maelezo nilipata kwamba yalitokea huko yanakotoka siku zote na akawa amekuja katika eneo hili. Kwa hiyo kusema ukweli kwamba eneo hili la Mkuyuni kwa miaka mingi sana limekuwa ni eneo ambalo lenye changamoto kubwa sana. Ni eneo ambalo kwa muda mrefu sana wananchi wamekuwa wakipata adha ya mafuriko. Hata ulipokuja mradi wa SGR wakaamua kufidia watu na kuweza kuondoka, kwa baadhi ya wananchi ilikuwa ni ukombozi. Lakini ombi langu kwa wananchi wa wilaya yangu ya Nyamagana na hata wanaonisikiliza katika maeneo mbalimbali, wao wanafuatilia pia utabiri wa hali ya hewa. Tunapotangaziwa kwamba mvua zitakuwa nyingi, wananchi wanaokaa mabondeni tuwe tunajiondoa mapema, kwa sababu hata leo isingekuwa ni uweledi wa jeshi la polisi, isingekuwa ni uweledi wa jeshi la zimamoto, isingekuwa ni utayari wa mimi mkuu wao wa wilaya chini ya uongozi wa mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza, ambaye yeye ndiye anatoa maelekezo yote, pengine tulikuwa tunaongea mengine. Kwa sababu kuna baadhi ya vijana tena wadogo wako shuleni walishindwa kabisa kuondoka ndani kwa sababu maji yalikuja kwa ghafla. Lakini kule kwenye baadhi ya wananchi mazingira karibu nyumba 30 zilizingirwa na maji. Kwa hiyo kama isingekuwa ni weledi wa vyombo vyetu vya usalama, hapa pengine tungepata majanga makubwa kuliko tuliyoyapata leo. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaomba wanaposikia kuna hatari ya mvua nyingi kunyesha, wale wananchi wanaokaa katika mazingira hatarishi, naomba wao wanaondoka wanakwenda kujisalimisha katika yale maeneo mengine ambayo ni salama. Lakini pia wanapoambiwa eneo hili limejaa maji, usiende. Nadhani nyewe hapa waandishi wa habari mmekuja mapema. Kazi tuliyokuwa nayo ni kuwazuia wananchi kwenda kwenye yale maji yaliyokuwa yanatembea kwa mazingira magumu sana. Lakini ulikuwa unaona namna ambavyo hata wananchi yuko tayari kwenda kujaribu, jambo ambalo ni baya sana. Kwa hiyo nitoe rai kwao, wanaposikia imetangazwa na taasisi yetu ya TMA ambayo na yenyewe imekuwa ikifanya kazi nzuri sana, wao wanachukua tahadhari. Mvua ya leo imeniathiri kwa sababu nilikuwa bado niko nyumbani. Hapa nilikuwa nimetoka nyumbani kuelekea mjini. Kufika hapa ndio nimekuta mafuriko ya kutosha, na maana safari imeishia hapa. Kwa hiyo swala la kazi tena kwa shughuli kule tena basi mpaka sasa nasubiri labda kesho kama hali itaendelea hivi. Siwezi kujua itakuwaje, lakini kwa kiasi kikubwa imeniacha. Yaani cha kwanza kabisa, mimi hapa nina zaidi ya miaka 30 na kidogo. Haya mafuriko yaliyotokea leo na yalipopitia hii barabara ya rami, hii barabara ya rami hayajawahi kutokea. Kawaida wewe anapitia barabara kule kwenye mtaro kule, kama unatokea Maina kuja ambao kuna mtu ambao uelekeo wa daraja walikotengeneza daraja, ndio mara nyingi mafuriko huwa yanatokea huko. Sio haya maeneo yetu hapa tulipo mpaka sasa. Hali imekuwa tofauti na mpaka sasa hivi hatuwezi kujua kwamba imekuwa kwaje, kwa sababu ukiangalia daraja hatuwezi kulaumu sana. Daraja lenyewe limejengwa kiasi chake kwa sababu limepanuliwa vizuri, lakini cha ajabu tunashangaa mvua ya leo imekuwa tofauti na maji yametoka uelekeo ambao ni tofauti. Sasa hatuwezi jua kwamba huko mbele ya safari kama mvua itanyesha tena itakuwa vile. Hiyo ndio bado tunasikilizia kuangalia itakuwaje. Ya leo kwa kweli imetuathiri sana, kwa maana tulikuwa na zana zetu zote zimeondoka. Hapa tulipo hatuna hata mbele wala nyuma. Tumeathirika sana na hii na imeharibu vitu vingi sana. Nilikuwa natunzia vitu vyangu hapo garden hapo, vimeenda vyote. Hapa nilipo sina mtaji, yani natetemeka. Naona labda ni mvua tu ndio imenyesha nyingi, au na watu mitaro haziko sawa. Zingekuwa mitaro ziko sawa, labda haya maji yasingesambaa. Wengi wanasema kwamba kuna makoda wamejenga huku mbele, kwamba ile njia ya maji ya zamani itakuwa imefungwa, kwa hiyo maji yanajikusanya sehemu moja, na ndio maana yanakuja mpaka huku kwa sasa. Sasa makoda yalikuwa mengi zamani, maji yalikuwa hayapo, kwa sababu makoda yalikuwa hayapo, kwa hiyo maji yalikuwa yanatembea.